hubiri neno, kuwa tayari wakati wa msimu na wakati usio wa msimu. Shawishi, kemea, himiza kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa maana wakati utakuja ambapo hawatakubali mafundisho yenye uzima, bali kwa kufuata tamaa zao wenyewe, kwa sababu wana masikio yanayowasha, watajirundikia walimu, nao watageuza masikio yao kutoka kwenye kweli na kugeuzwa kufuata hadithi za uongo. Hiyo ni Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 4 hadi 4. Ninapoanza ujumbe huu nakumbushwa ukweli wa mistari hii, kwa sababu kila nilipowahi kuzungumzia mada hii hapo awali, wengi wamethibitisha jinsi unabii huu wa nyakati hizi ulivyo wa kweli. Watu wana masikio yanayowasha na wanajikusanyia wenyewe walimu watakaowafundisha yale wanayotaka kusikia, na mara nyingi hujiondoa kwenye kweli ambazo ni ngumu, lakini ni muhimu kukabiliana nazo. Kwa watu wengi wakiwa na macho yao yamefunguliwa, ni wazi kabisa kwamba tuko katika siku za mwisho. Tuko katika nyakati za mwisho. Kuna sababu nyingi za kuelewa jambo hili. Unapolielewa hili, kutegemeana na wewe ni nani na kiwango chako cha imani, linaweza kuja na hisia za matarajio na msisimko, au hisia za wasiwasi na hofu. Je, uko tayari? Hilo ndilo swali unaloweza kujiuliza mwenyewe. Moja ya mambo magumu sana ambayo wengi wetu tunalazimika kukabiliana nayo ni uwezekano kwamba hatuko tayari, na sababu kubwa inayoweza kufanya tusikuwe tayari ni kwa sababu huenda tumekuwa tukifata ushawishi usio sahihi. Hivi karibuni nilitengeneza video inayojadili imani zote za dini nyingine zote duniani. Nilionyesha kwamba dini zote zinaamini kuhusu nyakati za mwisho. Lakini kama wewe ni Mkristo, unajua kwamba dini hizo zingine zinaongoza kwa mpinga Kristo. Hilo linapaswa kueleweka. Lakini vipi kuhusu imani yako kama Mkristo? Je, imani ya Ukristo ni kitu ambacho kinapingana na Shetani? Kwa maana hiyo, je, haiwezekani kwamba Ukristo pia unaweza kuwa unaongoza mahali pale pale ambapo dini zingine zote za uongo zinaongoza? Namaanisha, Ukristo ndio dini kubwa zaidi duniani. Karibu theluthi moja ya dunia hujitambulisha kama Wakristo. Kwa hiyo, je, hiyo inamaanisha kwamba ni sehemu iliyobaki tu ya dunia ndiyo imepotoshwa na si Wakristo? Au labda ni jambo la kina zaidi ya hivyo? Labda inawezekana kwamba baadhi ya Wakristo wamepotoshwa, lakini si wewe au si dhehebu lako. Kwa mfano, kati ya watu karibu bilioni 2.5 wanaojitambulisha kama Wakristo, zaidi ya nusu yao hujitambulisha kama Wakatoliki. Kwa hiyo labda unahisi kwamba hapo ndipo udanganyifu ulipo hasa. Ni pamoja na Wakatoliki, si pamoja nanyi. Wewe ni Mkristo anayeamini Biblia. Wewe ni muumini thabiti wa Matendo 2:38. Kwangu mimi binafsi, nimekuwa Mkristo kwa muda mrefu wa maisha yangu yote. Wengi wao ni Wabaptisti na baadaye wasio wa madhehebu. Ninampenda Baba yetu na ninampenda Masihi wetu. Inaamini kwamba wote wanaweza kuokolewa kupitia damu ya Masihi. Lakini miaka mingi iliyopita nilianza kugundua tatizo kubwa, na nilijaribu kulipigania kadri nilivyoweza. Nilikuwa najaribu kuhamisha lawama mbali na jambo kuu, lile tembo mkubwa ndani ya chumba. Nilikuwa natafuta visingizio vingi tofauti kabla sijakabiliana na hitimisho ambalo nililazimika kukubali. Hili hapa ni swala hatari na ni gumu kulisikia mwanzoni, lakini na kuahidi hii ndiyo kweli. Nataka ujue hilo kwanza, kwamba video hii haikusudii kukuondoa kwenye imani yako kwa Masiha aliyebeba adhabu ya dhambi zako. Haikusudii kukuondoa kwenye Biblia hata kidogo. Haikusudii kukuondoa kwenye njia, imani halisi ambayo mitume walikuwa nayo na waliifuata katika kitabu cha Matendo. Unaweza kuona video hii au kichwa hiki na mara moja ukajihami na kusema, anakosea, ni mtukanaji mwingine tu, bila hata kujaribu kunielewa. Nasikiliza, huo ni uamuzi wako kufanya. Nimekuwa na watu ambao nimezungumza nao kwenye chaneli hii kwa miaka, wakajiondoa tu bila kutoa maoni yoyote kwa sababu hawakupenda kichwa cha video yangu. Hawakunisikiliza, bali walidhani wanajua na kuelewa nilikokuwa naelekea. Mwisho wa siku, bila shaka huo ni uamuzi wako, jinsi utakavyoshughulikia kile ninachowasilisha. Lakini naahidi kwamba ninajaribu kuwaokoa wengi wenu kutoka kwenye makucha na udanganyifu wa adui. Unajua, kwa bahati mbaya, kuna mambo mengine ambayo tunayakubali tu juu juu kwa sababu tumekulia ndani yake kwa muda mrefu, lakini hatujawahi kweli kuchunguza kwa undani ili kuyapima.
baadhi ya mambo tuliyohisi tu kwamba hayakuhitaji kupimwa. Lakini maandiko yanatuambia tujaribu kila kitu, sivyo? Jaribuni mambo yote, shikeni yaliyo mema. 1 Wathesalonike 5:21. Kwa hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya. Jaribu mambo yote, na ndiyo ni jaribu pia. Unaweza kutokubaliana na hitimisho fulani nililofanya. Huenda ukakataa kuwa Waisraeli ni watu weusi waliotawanyika duniani kote chini ya laana. Kama unapinga hoja hiyo, fanya hivyo kwa kutumia ukweli halisi na si hisia. Lakini kwa vyovyote vile unaweza kutokubaliana. Lakini hata kama hutakubaliana na hitimisho langu, je, mimi kuwa na wazo hilo kunanifanya niwe kinyume na Masia wetu? Haipaswi kuwa hivyo, kwa sababu hakuna kitu kilicho mbali zaidi na ukweli. Unaona, kama nilivyosema, nilikulia katika familia ya Kikristo. Mama yangu na bibi yangu wote walikuwa Wakristo imara. Pande zote mbili za familia yangu, upande wa mama yangu na wa baba yangu, wote walikuwa Wakristo. Kila mtu aliamini kwa Yesu. Lakini nilipokuwa mkubwa na kuanzisha familia yangu mwenyewe, nilianza kuwa na maswali. Na wale Wakristo imara niliokulia nao, nilipoanza kuwauliza maswali, hao Wakristo imara walinikataa. Kwa kweli, walikasirika na maswali hayo na kuniita mwenye fahari kwa kutembea katika imani yangu, kwa sababu hawakuwahi kujibu maswali yangu. Tabia hiyo haikuwahi kuwa na maana kwangu, na bado nafanya hivyo. Ndio maana hasa marafiki zangu wengi na watu ambao nimekutana nao maishani mwangu, ndio maana wanakataa Biblia na ndio maana wanakataa kanisa. Wana maswali na badala ya watu kuyajibu, wanakataliwa tu au kuambiwa tu kwamba hilo si muhimu. Huo ni unafiki. Kwangu mimi, ikiwa una nguvu katika jambo fulani, unapaswa kuweza kujibu maswali kuhusu kwa nini. Hasa kwa watu wanaojiita Wakristo na wamekuwa wakifanya hivi kwa muda mrefu zaidi kuliko mimi. Yalikuwa maswali rahisi pia. Maswali kama, mti huu wa Christmas ulitoka wapi? Kama hivyo, sikuweza kuelewa ilitoka wapi. Ni kweli, sikuwahi kusoma Biblia nzima, lakini kwa utafutaji fulani kwenye mtandao, sikuweza kupata jibu halisi. Niliuliza maswali na watu wangesema tu, hivi ndivyo tunavyofanya. Sikukubali hiyo. Hilo lilinifanya niendelee kuuliza zaidi. Kwa nini hata tunasherehekea Christmas tarehe 25 Disemba? Sikuweza kupata tarehe hiyo popote kwenye Biblia. Sikuweza hata kuona kama waliwahi kusherehekea Krismasi. Halafu ikanifanya nijiulize, kwa nini tunafanya mambo mengi? Niliuliza maswali ili nipate ufafanuzi. Sikuwa najaribu kupinga imani, nilitaka tu kujua kwa kweli. Na nilipokuwa nauliza maswali haya, watu waliepuka kunipa majibu. Na kwa kweli walikasirika kwa sababu niliuliza. Hapo ndipo safari yangu ilipoanza zaidi ya mwongo mmoja uliopita, labda hata zaidi. Hata siwezi kuhesabu sasa hivi, kutaka kuelewa Ukristo kwa kweli bila kuwauliza wengine ambao nilikuwa nawakera. Nilikuwa nawakera watu kwa kuuliza tu maswali. Na hilo lilipeleka pale ambako linapaswa kumpeleka kila mtu, moja kwa moja kwenye Biblia, kuisoma mwenyewe. Na nilipofanya hivyo, nilichokipata baada ya kujisomea mwenyewe mara nyingi kimenipeleka mahali pazuri. Kwanza, iliniongoza kwenye uhusiano imara sana na Baba yetu wa mbinguni, ambapo ninamuelewa yeye na mapenzi yake na mpango wake kwetu. Lakini pia iliwaondoa watu kutoka maishani mwangu ambao hawakunipenda kikweli. Na hii imeweza kulinda amani yangu. Ilifichua nyoka kwenye nyasi zangu. Kile kilichotokea ni kwamba niligundua kuwa imani ya Ukristo haiendani kabisa na ile imani niliyokuwa naisoma kwenye maandiko. Kwa kweli, ni vitu viwili tofauti kabisa. Nilitambua kwamba kama nisingefikia uelewa huu, ningekuwa mtu tofauti sana leo. Huenda ningekuwa kwenye nyumba isiyo na furaha, isiyo na maadili, nikiwa nimejaa vitu visivyojulikana mwilini mwangu, kwa sababu nilikuwa najilinda dhidi ya kitu ambacho hata sikuweza kukiona. Wakati huo huo, nikipiga kura kwa ajili ya uweusi wangu au kumpigia kura Donald Trump nikijaribu kuiokoa Amerika. Nitakuwa nafikiria sana kuhusu pesa na nitakuwa mtu asiye na maadili, lakini nitaokolewa kwa sababu mimi ni Mkristo. Lakini wakati wote huo, nitakuwa naelekea moja kwa moja kwa yule mnyama. Sasa, sikusema kwamba hii inawahusu Wakristo wote. Nasema hivi kutokana na maisha yangu mwenyewe. Ninajua kutokana na watu walioko kwenye maisha yangu kabla ya kuamka kwangu, na ukweli ni kwamba wengi wao wako hapo sasa. Hiyo ndiyo niliyoitegemea hitimisho hilo.
Hilo si la kumkwaza mtu yeyote isipokuwa mimi, bali ni kuweka tu ukweli kuhusu mimi mwenyewe na Wakristo ninaowajua. Sisemi kwa vyovyote kwamba Wakristo wote wamefungamana na kufanya maamuzi yote mabaya ambayo Wakristo ninaowajua walifanya. Tafadhali usinielewe vibaya. Hata hivyo, kama nilivyosema, niligundua kwamba Ukristo hauendani na kile Biblia inasema, na kwa kweli Masihi wetu alitabiri mara nyingi kuhusu hili. Suala hili lilikuwa gumu kwangu kulikubali kwa sababu ya athari zake. Kwa hiyo nilitoa visingizio vingi mwanzoni na nikajaribu kujipenyeza pembeni na kusema labda ilikuwa hivi au labda ilikuwa vile. Labda ilikuwa wale Wakristo wa aina ya Mike Todd, au labda ilikuwa Ukristo wa Kikatoliki au mengine zaidi. Ilikuwa ni mambo mengi tofauti tofauti, lakini haikuwa Ukristo kwa ujumla wake. Ilikuwa ngumu sana kwangu kulikubali. Kwanza kabisa, vipi kama nimekosea? Ninajihukumu mimi mwenyewe na familia yangu kwenda motoni kwa kutoa kauli kama hizi. Pili, theluthi moja ya watu duniani ni Wakristo. Kwa hiyo, kwa mimi kutangaza jambo hili, ninapingana moja kwa moja na imani za theluthi moja ya watu duniani. Na hilo si jambo rahisi kufanya. Pia, hata kama niko sahihi, je, inafaa kuchochea jambo kama hili wakati nina hadhira kubwa kiasi hiki? Nilipitia mawazo mengi kama hayo, na unajua nilichogundua? Ndiyo, inafaa kuchochea jambo hili kwa sababu ni muhimu sana. Na Yahuwa alinipa hadhira kwa kusudi maalum, na lazima nitumie hadhira hiyo kwa mapenzi yake na si kwa kujilinda mwenyewe dhidi ya migogoro. Nilitambua kwamba hii ndiyo sababu Yahuwa aliponiongoza kwenye huduma hakunipa jina la Kikristo au utambulisho wa Kikristo. Huduma haina uhariri wa ukweli kwa sababu ukweli umehaririwa. Na mambo haya yanahitaji kuangaziwa bila kujali migogoro au upinzani. Kwa hivyo, ninahitaji kuzungumza nawe kuhusu Ukristo. Tena, kama nilivyosema hapo awali, natambua kwamba wazo lako la kwanza ni kunikataa na kutafuta sababu ya kunipinga. Namaanisha, naelewa. Acha nikwambie, sikulazimishi kuniamini. Na unaweza kufanya unachotaka kwa kile ninachokuletea. Kazi yangu si kukulazimisha uamini ninachosema, lakini jukumu langu ni kukuletea taarifa hii ili uweze kufanya uamuzi wa busara ukiwa na ukweli wote. Ninaelewa kwamba wazo lako la kwanza ni kunikataa tu. Namaanisha, huo ndio ulinzi ulivyo. Lakini kama utaweza kusikiliza jambo lote ifikapo mwisho wangu, unapaswa kuwa na uelewa. Na haipaswi kuwa na mkanganyiko mwingi. Sitarajii kila mtu akubaliane, lakini kama naweza kuwasaidia baadhi yenu kutoongozwa na mnyama na kuchomwa moto kwenye tanuru, ningependa kujaribu. Haya, ndiyo, nimesema hivyo tu. Hili ni somo lenye kina kirefu. Nimetengeneza video nyingi hapo awali kuhusu mada hii, lakini hazijatoa maelezo kamili. Hivi majuzi nilifanya mfululizo mwingine muhimu kuhusu mada nyingine muhimu ambayo wengine wengi hawakubaliani nayo. Mada hiyo ni kuhusu ni nani hasa Israeli wa kibiblia na kwa nini ni muhimu. Katika mfululizo huo nilivunja mambo kipande kwa kipande, na hivyo nimeongozwa kufanya vivyo hivyo na hii. Kama utaweza kunisikiliza hadi mwisho wa mfululizo huu, nadhani utaelewa kabisa kwa nini Ukristo ni kitu ambacho unapaswa kujitenga nacho. Hivyo, mfululizo huu utaelezea kwa undani nini hasa kibaya na Ukristo. Mada hili ni muhimu sana na kuna matokeo ya kuwa upande usiofaa. Ninachoomba ni kwamba unisikie kabla ya kujitetea. Mimi si adui yako. Hii hapa ni utangulizi tu na hakuna ubishi mwingi ndani yake. Kwa hivyo hakuna sababu ya kujitetea bado. Wakati huo utafika. Lakini tunapojiandaa kwa dhiki kuanza, ni muhimu mada hii iwekwe wazi ili kila mtu aweze kusikia ukweli kwa uhalisia na kutokana na hilo afanye maamuzi yake mwenyewe. Kwa hivyo sasa tutaanza mjadala kuhusu nini kibaya na Ukristo. Tuweze? Sawa. Kwa hivyo kwanza, hebu tuelewe hili. Huu si ugomvi kuhusu lebo. Sijazungumzia kuhusu majina ya Ukristo. Nilikuwa naongea na ndugu mmoja kuhusu hili na hakuweza kuondoa wazo hili kichwani mwake kwamba alikuwa anapigania lebo hii ya Ukristo. Alafu aliposikia maelezo yangu kuhusu Ukristo alisema hivyo sivyo alivyoelewa Ukristo kuwa.
Ndugu huyu naamini ni mwaminifu katika imani yake na kweli anampenda ya, na kwa hivyo naamini kwamba ya alimleta kwangu ili tuwe na mjadala huu kunitayarisha kukabiliana na jambo hili lote. Basi hebu tushughulikie hili kwanza. Kama uliwahi kuwa Mkristo ukiwa peke yako bila kuwa na ushawishi wowote na ukabuni dini ya Ukristo mwenyewe, tafadhali eleza hadithi yako kwenye maoni ili sote tuione. Nitaipinisha juu kabisa. Kwa kiasi kikubwa, hili si jambo linalowatokea wengi. Jambo ni kwamba watu hawataki kukubali hili kwa kweli. Kwa kweli, sijawahi kukutana na mtu kama huyu. Hata kama unasoma Biblia peke yako na unaanza kuamini peke yako, hiyo bado haimaanishi kwamba huna ushawishi. Kuna makanisa kila kona, hasa Marekani hapa. Kama hujawahi kusikia kuhusu Ukristo na unatenda kama huhusishi Ukristo na Biblia, unajidanganya. Leo watu wanaamini, na mimi husisitiza kuamini, watu wanaamini kwamba Ukristo ni sawa na kuamini Biblia. Mara tu watu wanapoanza kusoma Biblia yao, wanaanza kujiita Wakristo kwa sababu Ukristo ndio ushawishi mkubwa zaidi katika ulimwengu huu. Ukristo ndio dini kubwa zaidi duniani. Kuna zaidi ya watu bilioni 8 duniani na watu bilioni 2.5 hujitambulisha kama Wakristo. Hakuna kundi lingine kubwa zaidi la kidini. Kwa hivyo, kwa mtu kutenda kana kwamba ufafanuzi wake wa Ukristo hauna ushawishi wowote ni ujinga sana. Au si kweli umefikiria? Namaanisha, unahisije kwamba huwezi kushawishiwa hata kidogo na dini kubwa zaidi duniani? Unajua, kwa watu wa hapa Marekani iliwahi kuainishwa kama kundi la watu wasio na hatia. Sijui kama bado wanajiainisha katika hili, lakini hapo awali waliwekwa katika kundi la nchi za Kikristo. Hii ni nchi ya Kikristo. Kwa hivyo ushawishi wa nchi hii ulizungukwa na Ukristo kwa miongo kadhaa, karne nyingi labda. Sijui, lakini walidai kuwa Wakristo katika nchi hii tangu mwanzo. Namaanisha, Wakristo wanafiki sana na sio wenye msingi wa kweli, lakini chochote kile wanajiita Wakristo. Kwa hivyo, kwa watu hapa kutenda kama hawajawahi kuwa na aina yoyote ya ushawishi kutoka kwa Ukristo unakuwa mjinga. Kwa hivyo, tuwe wazi. Nataka kuiweka wazi. Hili ndilo ninalozungumzia. Sizungumzii kuhusu lebo yako. Ninazungumzia dini ya Ukristo. Ni vigumu kubainisha kwa sababu ukishasema Ukristo basi inaweza kumaanisha mambo mengine mengi, kama we ni Mkristo wa aina gani? Mbaptisti, Mkatoliki, Mlutheri, Mkalvinisti, Methodisti, Presbiteri, Mashahidi wa Yehova, Waadventista wa siku ya saba. Namaanisha orodha inaendelea na kuendelea. Kwa hivyo labda ndio maana unasema wewe si wa dhehebu. Lakini sawa, bado kuna mafundisho ambayo Wakristo wanaamini kwa ujumla bila kujali dhehebu gani. Baadhi ya mambo haya yanasemwa na kuandikwa na mengine ni ya msingi, na ingawa haziwasilishwi kamwe, ndivyo watu wanavyoamini. Kwa mfano, hapa kuna jambo kuu. Acha nikuulize, Baba yetu Yahuwa aliye juu zaidi ni nani? Kulingana na Biblia, ni nani hasa anayefanya agano naye? Jibu la Biblia kwa swali hilo ni lipi? Sasa hutakuta mafundisho yaliyoandikwa yanayosema hivi, lakini Wakristo kwa ujumla wanaamini kwamba Baba yetu yuko katika agano na Wakristo na kila kitu kilicho kwenye Biblia kinawahusu wao kwa muda mrefu. Lakini hebu tuelewane, hiyo ni fikra potofu sana kuwa nayo, na athari za kutumia wazo hilo ni kubwa mno. Lakini unajua nini? Ukiangalia kwenye mkondo mkuu, hakuna mtu anayepinga au kuelezea waziwazi uelewa huu mkubwa wa uongo katika makanisa haya ya Kikristo. Na niamini, nitaweka ushahidi wa haya yote. Ninaweka mazingira tu hapa. Kile nitakachofanya kwenye video hii ni kukupa mtihani. Hivyo ndivyo tutakavyoanza. Na kama hukubaliani na ninachosema kuhusu Ukristo, unaweza kufanya mtihani huu na kuthibitisha unachosema. Ninakupa changamoto ya kutafuta Wakristo 2 au 3 zaidi ikiwa unaweza. Kama una nafasi ya kumfikia mchungaji wako, ni bora zaidi. Nitakupa maswali rahisi, kama maswali 5 rahisi, na unachohitaji kufanya ni kupata majibu yake. Na mwishowe, ukipitia majibu ya maswali haya na kuona jinsi yalivyo makosa kibiblia, basi itabidi ukubali kwamba kuna tatizo na Ukristo. Je, hiyo ni haki? Natumaini hivyo.
Kwa hivyo, haya ndiyo maswali. Swali la moja: nilianza mapema. Baba yetu Yahuwa aliye juu zaidi alifanya agano jipya na nani? Swali la mbili: ni andiko gani linalotoa agano kwa Wakristo? Swali la tatu: baba yetu anapanga kufanya nini katika siku za mwisho kabla Masihi hajarudi na kuwa mfalme? Swali la nne: unasubiri nini baba yetu afanye na Wakristo katika siku hizi za mwisho? Kama unasubiri unyakuo kabla ya dhiki, uko tayari kuingia kwenye handaki na kujificha wakati wa dhiki kuu ili kumtoroka mpinga Kristo, unatarajia baba yetu afanye nini na Wakristo katika siku hizi za mwisho? Na swali la tano: je, tunajaribu kwenda mbinguni au kubaki duniani? Ndiyo yote. Hizi ni rahisi sana, maswali ya msingi sana. Sio maswali magumu ya kithiolojia, si maswali ambayo yanapaswa kuzua mjadala mkubwa, lakini ni ya msingi kwa imani hii. Nimeandika maswali haya na kuyaweka kwenye PDF, kwa hivyo huna hata haja ya kuyaandika mwenyewe. Niliweka kiungo kwenye kisanduku cha maelezo ili uweze kukihifadhi na kukichapisha. Nataka uendelee na maswali haya. Sitajibu maswali haya sasa. Kile tutakachofanya ni kupitia mada hii kwa utaratibu, na kufikia mwisho wa mfululizo huu maswali haya yote yatakuwa yamejadiliwa kibiblia, na utaweza kupitia majibu yako na majibu ya wale uliowauliza. Na nina uhakika utagundua kwamba kuna watu wengi sana ambao majibu yao kwa maswali haya si sahihi. Basi utalazimika kukubali kwamba kuna tatizo kubwa katika imani na dini hii. Kwa sababu kwa dini kubwa zaidi duniani, na ukweli kwamba kila mtu ana Biblia, na kuna makanisa mengi zaidi duniani kuliko hospitali au shule, maswali haya yanapaswa kujibiwa kwa urahisi na yajibiwe kwa usahihi kulingana na maandiko. Na hili halijalishi dhehebu. Nini hasa ninacholenga hapa? Na kwa nini hili ni muhimu? Jambo la kwanza ni kwamba watu wengi hawaelewi kuwa Shetani ana mpango kwa wale wanaofuata Ukristo. Nitapitia mpango huo baadaye na kukuonyesha. Lakini mpango ni kwamba mara tu kipindi cha dhiki kitakapoanza na watu wengi watakapogundua kwamba imani yao katika Ukristo haikutegemea ukweli bali dini tu, hawataelekezwa kwenye ukweli bali wataelekezwa kwenye mafundisho ya Lusifa ambayo yatawekwa wazi na mtazamo mkuu wa dunia wakati wa dhiki. Yaani, mafundisho ya Lusifa tayari yanawekwa wazi mbele ya kila mtu sasa hivi, na watu wengi hata hawaoni. Ni imani yangu kwamba ukiamka na kutambua ajenda hii, na labda hata kama huniamini sasa, lakini mambo yatakapobadilika, unaweza kukumbuka mfululizo huu. Na unaweza kukumbuka kwamba kulikuwa na maelezo mbadala badala ya upuuzi watakaokulisha wakati huo, na kwa matumaini utakuwa na ujasiri na busara ya kutosha wakati huo kutubu na kufanya mabadiliko. Siamini kwamba ujumbe huu utapatikana wakati huo, hivyo ni muhimu kupanda mbegu sasa. Kama unakumbuka, wakati wa COVID, yeyote aliyekuwa na mtazamo tofauti kuhusu kilichokuwa kinaendelea alizimwa na hakuvumiliwa. Dunia itakapobadilika, natarajia mambo kuwa sawa, na ninajisikia vizuri nikijua kwamba nilijitahidi kutoa onyo kwa yeyote niliyeweza. Sababu ya pili, na hii ndiyo muhimu zaidi, Masihi wetu ambaye ndiye sababu kila mtu anajiita Mkristo. Yeye mwenyewe alitabiri kuhusu hili na kwamba hili lingekuwa tatizo katika siku za mwisho. Na alieleza kitakachowapata wale ambao ni sehemu ya hili. Kama umejishikamanisha na hili, unajiweka kwenye hatari kubwa sana, na nitakueleza kabisa kwa nini. Sikiliza, Ukristo ni dini ambayo kwa juu inaonekana ya kibiblia, lakini ukichimba kwa undani mafundisho yake sio mafundisho ya kumtumikia baba yetu, bali ni mafundisho ya kutumia neema vibaya, kubadilisha maagano, kukataa njia ambayo baba yetu alichagua kufikia wanadamu na kuifanya iwe tu kuhusu jinsi Wakristo wanavyotaka kumpokea. Inakosa upendo, utii na heshima kwa baba yetu anayostahili, na mwishowe haiwaandai wale wanaoifuata kuwa tayari kwa kile ambacho baba yetu amepanga kufanya katika siku za mwisho. Kama unatamani kuwa tayari kwa ajili ya baba yetu na mpango wake juu yetu, lazima utoke katika dini hii ya magugu na umjie baba yetu kwa kweli.
Kwa hiyo natambua kwamba kikwazo na utetezi unaofuata ni kwamba neno Mkristo limeandikwa wazi kwenye Biblia yako ya King James. Sasa inawezekanaje kwamba neno Mkristo limo kwenye Biblia na mimi niko hapa nikizungumza dhidi ya Ukristo? Labda unauliza, je, mimi napinga neno lenyewe? Huo ni utetezi wa haki, na kwa kuwa nataka kuwa makini, nitalishughulikia hilo sasa hivi. Tafadhali nenda sehemu ya pili kwenye orodha hii ya video na uelewe kwa nini. Hata kama unaona neno Mkristo kwenye Biblia, bado nakataa neno hilo na jina hilo. Lakini ni muhimu kuelewa kwa nini hasa. Kwa hivyo tutajadili. Bofya kiungo cha video inayofuata nasi tutazungumzia zaidi kuihusu. Ubarikiwe. Haleluya. Msifuni. Sawa, asante tena kwa kutazama. Kama hii imekubariki, tafadhali penda hii na ushiriki video hii na familia yako na marafiki zako. Mfululizo huu wa video ni muhimu sana kwa wale wanaojaribu kuwa tayari kwa ajili ya Baba Yetu. Hii ni sehemu ya kwanza ya mfululizo. Bofya kiungo hiki au endelea tu kwenye video inayofuata kwenye orodha ya nyimbo. Kama kawaida, nataka kuwashukuru wote wanaochangia na kuchangia huduma hii. Mfululizo huu usingewezekana bila msaada wako. Na kushukuru kwa dhati. Ubarikiwe. Sawa. Asante tena kwa kutazama. Tutaonana katika sehemu ya 2. Ninawapenda nyote.